Umesema hii ni jumuiya ya Mtakatifu Clara. Huyo mwenye kubeba majani ndio chema. Huyo mwenye amebeba majani ndio chema. Anaitwa nani? Anaitwa Morris Kariuki. Morris Kariuki. Na mko na wanachama wangapi, kama familia ngapi kwa hiyo jumuiya? Kwa hiyo sijui, maana sasa hiyo sio jumuiya yangu, jumuiya yangu ni nyingine. Sasa sisi tumekuja hapa kama kundi la CMA. Ndio tunaongoza huu mwongozo wa kuja kuangalia wanaume wenzetu wale wamelemewa. Okay, kama kwa mfano kama nani? Kama huyu sasa amekaa hapa anaitwa John Ndungu. John Ndungu. Yule amekaa karibu ni mke wake. Yule ni bibi yake. Okay. Sasa anayemsalimu ni nani? Anaitwa David. David nayo ni wa jumuiya gani? Huyo ni wa jumuiya hii. Okay, naona mnapeana moyo kuja kutembelea. Waikara hale mbele. Sasa kwa kifupi, hii parokia ni jumuiya ngapi? Parokia Kristo Mpanzi. Yote sijajua ni ngapi, lakini hii ni kigango hiki cha Central kina jumuiya 12. Na vigango tuna vingine vitatu: Mapenya, Uziwa na Kizuke. Sasa hii ni aina ya Central. Okay. Sasa na nani mwenyekiti wa chama cha wanaume? Ni huyo mzee anaitwa James Bay, yuko mbele yako. Huyo mwenye akapa mbele. Anaitwa James Bay. Ni mzee mwenye busara. Na huyo mwingine Mtinda ndio chairman wa parish kwa kundi la wazee. Okay. Namuona wamekuja wote. Na pia ndiye secretary wa kigango hiki cha Central katika CMA. Okay. Sasa nashukuru. Naona watu yuko tayari, tuanze kwanza misa. Okay, sasa. Naomba tuanze. Angesimama mbele yako? Nani angesimama mbele yako? Lakini kwa kukula msamaha, ili wewe uokoke, nimemngoja Bwana roho yangu, na neno lake nimelitumaini. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu, nani angesimama mbele yako? Nani angesimama mbele yako?
yetu, nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Jambo nyote. Jambo. Tumekusanyika katika boma hili ili kumshirikisha ndugu yetu John Ndong'o katika misa na neno la Mungu. Alipokuwa na nguvu, kabla hajawa vile alivyo sasa, yeye alipenda kuja pale misa ya asubuhi ile ya kila siku. Alikuwa na bidii sana. Hata wakati mwingine akimaliza alikuwa anakuja naomba kama ningependa kufanya kazi hapa kwa compound. Natumia kama lakini wewe hakuna wakati lakini daima alikuwa anaomba apewe nafasi apate kazi pale, kama ni kuwekelea maua maji au vitu vingine pale. Kuonyesha kwamba alikuwa na nia kuwepo. Lakini baada ya yeye kuja kukua zaidi, akawa hata kufika paradi, hapo ikawa ni sisi tufanye nini? Tumkaribie tuje hapa. Kuna mtakatifu mmoja alisema kwamba kama watu hawaendi kanisani, yani kama watu hawapandi milima waje kanisani, sababu kule Ulaya makanisa mengi yamejengwa juu ya mlima. Yani kama kwamba watu hawaji hapa kufika kanisani, kanisa liende kwao. Unaona? Kanisa liwakaribia. Basi ni juu yetu wakaribia wala hawezi kuja pale kanisani kwa sababu moja au nyingine, ili tuweze kuwashirikisha neno la Mungu, tuonyeshe umoja wetu pamoja nao. Ndio maana CMA mara kwa mara upanga miza kwa wala ambao hawajiwezi. Hii sio mara ya kwanza na hapa sio peke yake. Kuna mahali para kadhaa wanaenda. Ni mpango mzuri sana kupanga jambo hilo kuwafikia wala ambao hawajiwezi. Na leo tuko hapa kumshia ndugu yetu neno la Mungu, kuonyesha ule mshikamano wa imani pamoja na yeye. Sasa tuungane pamoja ili Mungu ambariki, Mungu amfariji, Mungu ampatie mambo mengi mema anayohitaji katika maisha yake. Basi ndugu zangu, tujuze dhambi zetu, tupate ushirika tayari kwa sadaka takatifu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi. Ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, tupate kwenye uzima wa milele. Amen. Bwana tuhurumie, tuhurumie. Bwana tuhurumie, Bwana tuhurumie, tuhurumie. Bwana tuhurumie, tuhurumie, tuhurumie. Bwana tuhurumie. Kristo
namna ya ajabu upatanisho wa wanadamu kwa njia ya neno wako. Tunakuomba wajalie wa Kristo bidii ya kujiweka tayari kwa ibada na imani kuadhimisha siku ijayo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Neno la Mungu linakuja kwetu, ni neno la uzima. Neno la Mungu linatuletea uzima wa milele. Neno la Mungu linakuja kwetu, ni neno la uzima. Neno la Mungu linatuletea uzima wa milele. Ukristo tujiandae kusikia neno lake. Neno la Mungu Baba ni neno la uzima. Ukristo tujiandae kusikia neno lake. Neno la Mungu Baba ni neno la uzima. Kitabu cha Nabii Isaya, mlango ni ule wa 49, mstari ni ule wa 8 hadi wa 15. Bwana asema hivi: wakati uliokubalika nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusaidia. Nami nitakuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hawa, ili kuiinua nchi hii na kuwaridhisha urithi uliokuwa ukiwa. Kuwaambia waliofungwa, haya, tokeni, na hao walio katika giza, jionyesheni. Watajilisha katika njia ya juu ya majabali, watapata malisho. Hawataona njaa wala hawataona kiu. Hari haitawapiga wala jua, kwa maana yeye aliyewarehemu atawatangulia. Naam, karibu na chemichemi ya maji atawaongoza. Nami nitafanya milima yangu yote kuwa njia, na njia kuu zangu zitatukuzwa zote. Tazama, hawa watakuja kutoka mbali, na tazama, hawa kutoka kaskazini na kutoka magharibi, na hawa kutoka nchi ya Sinimu. Imbeni enyi mbingu, ufurahi nchi. Pazeni sauti ya kuimba enyi milima, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, naye atawahurumia watu wake walioteswa. Bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiache mguu wako usogezwe, asisinzia kulinda na hata sinzia wala hatalala. Yeye aliye mlinzi wa Israeli. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi.
wangu ukatika Bwana, aliyezifanya mbingu na nchi. Bwana ndiye mlinzi wako, ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana, aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wangu ukatika Bwana, aliyezifanya mbingu na nchi. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohana. Yohana 5 mstari wa 17 mpaka 30. Basi Yesu akawaambia, Baba yangu anafanya kazi daima, nami pia nafanya kazi. Kwa sababu ya maneno haya, viongozi wa Wayahudi walizidi kutafuta njia ya kumuua Yesu, si tu kwa kuwa alifunja sheria ya Sabato, bali pia kwa kuwa alisema kwamba mimi ni baba yake, na hivyo akajifanya sawa na Mungu. Yesu akawaambia, kweli nawaambieni, mwana hawezi kufanya kitu peke yake, anaweza tu kufanya kile anachomuona Baba akifanya. Maana kile anachofanya Baba, mwana ukifanya vile vile. Baba ampenda mwana na kumwonyesha kila kitu anachokifanya yeye mwenyewe, tena namwonyesha mambo makuu kuliko haya. Nanyi mnastaajabu. Kama vile Baba huwafufua wafu na kuwapa uzima, vivyo hivyo naye mwana huwapa uzima wale anaowapenda. Baba hamhukumu mtu yeyote, shughuli yote ya kuhukumu amemkabidhi mwana, ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiye mheshimu mwana hamheshimu Baba ambaye